Mwanzo 39 mstari wa 1 mpaka mstari wa 12. Nitazungumza kwa ufupi kuhusu maisha ya huyu Yusufu ambaye ni mtoto wa Yakobo, mtoto wa pili kutoka mwisho wa Yakobo. Jumapili iliyopita mtumishi wa Mungu alizungumza kuhusu Gideoni. Jumapili nyingine ile nilizungumza kuhusu Yakobo. Ni kama mwezi huu tumejikita katika kuzungumza kuhusu maisha ya watu. Utakumbuka nilianza mwezi kwa kusema tunazungumza kuhusu safari ya mabadiliko. Kwa hiyo tunapozungumza safari ya mabadiliko tunazungumza kuhusu maisha ya watu walioishi maisha ya mabadiliko. Yusufu aliishi maisha yanayoonyesha mabadiliko ya ndani. Tukisoma katika Mwanzo 39 mstari wa 1 mpaka mstari wa 12, tunaona kitu Yusufu akipitia majaribu. Yusufu anapitia majaribu na yale majaribu yanamfanya aweze kuimarika zaidi katika imani yake. Ni watu wachache walioshinda majaribu kabisa katika Biblia. Mmoja wapo alikuwa ni Bwana Yesu. Ukiwasoma maisha ya Yusufu utaona kabisa anamfanana na Yesu, kwa sababu Yusufu alishinda majaribu yote yaliyomwijia. Lakini kuna wengi walishindwa pia, na kushindwa kwao hakukuwafanya wasiendelee na maisha. Daudi alishindwa wakati fulani na Belisheba, alishindwa kabisa. Samsoni alishindwa kabisa, na wengine wengi walishindwa katika maandiko tunaosoma. Hata Petro alishindwa kusimama katika kutokumkana Yesu. Wapo walioshindwa, lakini wapo walioshinda. Mojawapo ya watu walioshinda majaribu ni Yusufu pamoja na Danieli. Leo nitamzungumza Yusufu, jinsi alivyoshinda majaribu, na ikusaidie wewe mtu wa Mungu kuweza kuyashinda majaribu. Biblia inasema katika Mwanzo 39 mstari wa 1, basi Yusufu akaletwa mpaka Misri, naye Potifa, akida wa Farao, mkuu wa askari, mtu wa Misri, akamnunua mkononi mwa hao wa Ishmaeli waliomleta huko. Bwana akawa pamoja na Yusufu, naye akastawi. Naye alikuwa katika nyumba ya bwana wake yule Misri. Bwana wake akaona ya kwamba Bwana yu pamoja naye, na ya kuwa Bwana anamfanikisha mambo yote mkononi mwake. Yusufu akaona neema machoni pake, akamtumikia, naye akamweka awe msimamizi wa nyumba yake, na yote yaliyomo akayaweka mkononi mwake. Ikawa tokea wakati alipomweka awe msimamizi juu ya nyumba yake na yote yaliyomo na vyote vilivyomo, Bwana akabariki nyumba ya yule Misri kwa ajili ya Yusufu. Mbaraka wa Bwana ukawa juu ya vyote alivyokuwa navyo katika nyumba na katika shamba. Akayaacha yote aliyokuwa nayo mikononi mwa Yusufu, wala hakujua habari za kitu chochote chake ila hicho chakula alichokula tu. Naye Yusufu alikuwa mtu mzuri na mwenye uso mzuri. Ikawa baada ya mambo hayo, mke wa bwana wake akamtamani Yusufu, akamwambia, lala nami. Lakini akakataa, akamwambia mke wa bwana wake, tazama, bwana wangu hajui kitu kilichowekwa kwangu nyumbani, naye vyovyote alivyo navyo amevitia mkononi mwangu. Hakuna mkuu katika nyumba hii kuliko mimi, wala hakunizuilia kitu chochote ila wewe, kwa kuwa wewe u mkewe. Nifanyeje ubaya huu mkubwa nimkosee Mungu? Akawa akazidi kusema na Yusufu siku baada ya siku, lakini hakumsikia alale naye wala aongee naye. Ikawa siku moja akaingia nyumbani atende kazi yake, wala hapakuwa mtu katika watu nyumbani humo ndani. Huyo mwanamke akamshika nguo zake, akasema, lala nami. Yusufu akaiacha nguo yake mkononi mwake, akakimbia akatoka nje. Bwana Yesu, nakukaribisha usimame nami naposimama neno hili. Ubariki watu wako kulipitia neno hili, utufundishe, ututie moyo,
utuonye, utukaripie, lakini pia Bwana utuponye maisha yetu. Nitumie kama chombo chako Bwana mchana wa leo, katika jina la Yesu Kristo. Watu wa Mungu tuseme amina. Ujumbe wa leo unasema kataa dhambi. Kataa dhambi. Kwa Kiingereza asubuhi nilisema say no to sin, lakini kwa Kiswahili nimeiweka kataa dhambi. Yusufu anatufundisha namna ya kukataa dhambi. Yusufu anatufundisha namna ya kushinda majaribu, kwa sababu majaribu tunayo kila siku. Unaweza usikatae jaribu, lakini unaweza ukakataa dhambi, kwa maana jaribu huwezi ukalikataa kwa sababu yanakuja kila siku. Majaribu yako pamoja na sisi, lakini yatupasa tushinde. Ushindi upo, Mungu ametuahidi ushindi. Yusufu anatufundisha kwamba inawezekana Mkristo akasimamia maisha matakatifu, ya kwamba Mkristo anaweza akaishi maisha ya ukamilifu. Yusufu anatufundisha ya kwamba inawezekana mtu kujitoa kikamilifu kwa Mungu. Yusufu anatufundisha ya kwamba inawezekana kusimamia maadili yako. Yusufu anatufundisha ya kwamba unaweza kusimamia imani yako uliyoipokea. Yusufu anatufundisha mazingira hayawezi kuwa sababu ya kurasimisha, kujustify dhambi. Mazingira yasiwe sababu ya kuweza kuhalalisha dhambi. Yusufu anatufundisha kwamba mazingira hayawezi kuhalalisha dhambi. Yusufu anatufundisha kuita dhambi dhambi, sio kuiita jina lingine. Watu wanaita dhambi majina mbalimbali. Katika Kiingereza kuna watu wanasema dhambi hii dhambi ya zinaa hii wanaita affairs, to have affairs. Lakini Yusufu anasema siwezi kutenda dhambi kubwa kama hii. English inasema this great wickedness. Lakini Yusufu yeye anasema siwezi kumtenda Mungu ubaya mkubwa kama huu. Kiingereza wickedness. Yusufu anatufundisha kwamba kijana ambaye hajaoa anaweza kaishi maisha ya utakatifu. Yusufu anatufundisha binti ambaye hajaolewa anaweza kutunza ubikira wake. Yusufu anatufundisha kwamba mwanamke ambaye ni single mother, single father, single rever anaweza kutunza utakatifu wake. Hakuna justification yoyote ya kuishi maisha ya dhambi na maisha ya uasi. Kuna mambo manne ambayo nayaona hapa ambayo Yusufu anatufundisha. Jinsi ya kutunza maadili yetu, jinsi ya kutunza utakatifu wetu, jinsi ya kutunza imani yetu, jinsi ya kutunza kile tulichokipokea. Jambo la kwanza, Yusufu alipinga vishawishi vya majaribu. Joseph resisted the temptations. Alipinga, hakuruhusu vishawishi vitawale moyo wake. Biblia inasema kwamba mwanamke huyu aliongea naye siku hata siku, siku baada ya siku. Mstari wa 10, Biblia inasema kwamba mstari wa 10, akawa akazidi kusema naye. Tukianzia mstari wa 7, ikawa baada ya mambo hayo mke wa bwana wake akamtamani Yusufu, akamwambia lala nami. Yusufu alibarikiwa katika nchi ya ugeni. Yusufu anatufundisha kwamba unaweza kuwa mfanyakazi wa chini katika nyumba au katika familia au katika jamii, lakini bado Mungu akakubariki katika uduni wako. Alikuwa mtu wa chini, lakini Mungu alimbariki. Kila alichokifanya kilibarikiwa, Biblia inasema. Na nikasema asubuhi na narudia tena hapa kwamba Mungu alipokuokoa, kila unachokifanya yapaswa kibarikiwe. Kila ulipo yapaswa pale mahali pabarikiwe. Ukiwa mfanyakazi katika ofisi uliopo ibarikiwe. Ukiwa mfanyakazi, ukiwa mwana nzengo, ile nzengo ibarikiwe kwa ajili yako. Mahali popote ulipo pabarikiwe kwa ajili yako, pasifanyike laana kwa ajili yako. Watu wa Mungu ni baraka katika maeneo aliyopo. Yusufu alifanyika baraka katika nyumba ya Potifa. Na Potifa, ukisoma katika nyaraka, ukisoma katika vitabu vingine ambavyo ni vya ziada, vinatuambia kwamba inawezekana Potifa alikuwa, sasa Kiswahili kizuri sijui nikikiongea akina maadili, alikuwa ni eunuch. Eunuch kwa Kiswahili ni nini? Elda nini?
Eunuch. Kama nitakuwa nimekosea maadili basi mtanisamehe. Kiswahili kizuri ni hanithi. Hana nguvu za kiume. Wanafikiri kwamba huyu Potifa alikuwa ni mtu ambaye hajiwezi kiume. Kwa hiyo ina maana mwanamke huyu alikuwa ameshindwa kupata haki yake ya unyumba. Inawezekana, lakini haijathibitishwa vizuri. Kwa hiyo ndio maana huyu mwanamke wa Potifa, na bahati mbaya mwandishi hajamuita jina, hajatuambia jina lake kwa sababu alikuwa hana muda wa kutaka kujua jina lake. Kwa hiyo anatuambia kwamba huyu mwanamke akamtamani Yusufu. Akamtamani kijana mtumwa. Hebu fikiria, we ni mtumwa, we ni mfanyakazi wa ndani, we ni mfanyakazi katika nyumba hiyo, lakini bosi anakutamani. Lakini bosi anakutamani, bosi wa kiume au bosi wa kike anakutamani, na umeokoka na unampenda Yesu. Biblia inasema Yusufu akakataa. Biblia inasema mstari ule wa 10 kwamba akazidi kusema naye siku hata siku, lakini Yusufu akakataa. He resisted. Akakataa Yusufu, mtu wa Mungu, siku baada ya siku. Ukipiga mahesabu mazuri, Yusufu alipoinuliwa kuwa waziri mkuu wa nchi ya Misri alikuwa na miaka 30. Alipotoka kwa baba yake alikuwa na miaka 17. Kwa hiyo unaweza ukaona kwamba Yusufu alikaa na Potifa katika karibu miaka 13, yote akiwa anamfanyia kazi. Na huyu Potifa ni kama IGP wa leo, ni kama mkuu wa polisi, ni kama IGP kwa sababu alikuwa ni mkuu wa usalama wa Farao. Ni mtu mkubwa sana. Na Potifa huyu alikuwa ni mtu ambaye amemwamini Yusufu kwa moyo wake wote. Amemwachia wafanyakazi, alikuwa anaitwa chief of staff. Chief of staff, mkuu wa wafanyakazi, mkuu wa rasilimali zote, mkuu wa real estate yote ya Potifa. Kwa Yusufu alikuwa ni mtu mkubwa. Alikuwa anaweza kukuachisha kazi, alikuwa anaweza kufanya lolote, kuajiri na kufukuza. Alikuwa sio mtu mdogo. Lakini akakumbana na jaribu. Akakumbana na jaribu. Unapobarikiwa mtu wa Mungu, shetani anakuletea jaribu. Ukubwa wa huduma yako unaleta pia, unasababisha ukubwa wa majaribu yako. The greater the calling of your life, the bigger the temptations. Jinsi Mungu anavyokupa huduma kubwa, hata majaribu pia yanakuja makubwa. Ndio maana Yusufu alikuwa na huduma kubwa na majaribu yake yalikuwa ni makubwa. Lakini ukiyashinda utafika katika hiyo huduma ambayo Mungu amekuitia. Kwa hiyo mwanamke akamtamani, akaanza kusema naye siku hata siku. Kila siku akimuona anamzungumsha, Yusufu vipi leo? Hujafikiria tu? Yusufu akazidi kuresist. Bwana asifiwe sana. Majaribu mara nyingi huja kidogo kidogo, hayaji ghafla. Lakini Yusufu hakuruhusu majaribu yale yatawale moyo wake. Tatizo kubwa tulilonalo sisi katika dunia ya sasa hivi ni kwamba tunatoa nafasi ya majaribu kupata nafasi ya kuyadiscuss majaribu. Tunayapa majaribu nafasi mioyoni mwetu. Yusufu aliresist, hakutoa nafasi hata kidogo katika moyo wake. Alizuia kitu kinachoitwa sauti ya mwanamke yule kuingia katika nafsi yake na mwili wake. Aliresist, alizuia kabisa kitu chochote kinachohusu sauti ya yule mwanamke kuingia masikioni mwake. He resisted. Hakuruhusu dhambi kutawala akili yake. Hakuruhusu ile ushawishi wa mwanamke yule kuingia katika ufahamu wake. Aliuzuia Yusufu, aliuzuia kwa njia zozote zile. Bwana Yesu asifiwe sana. Biblia inasema kwamba katika Mithali 4:23, linda moyo wako kuliko vitu vyote unavyovilinda, kwa sababu huko ndiko chemchemi ya uzima inakotoka. Kawaida dhambi inapokuja, inakuja haiji ghafla, inakuja polepole. Inakuja kwanza kama wazo, ukishaliona kama wazo lile ni pendekezo fulani hivi, alafu inakuja unaanza kuichakata, ule pendekezo unaanza kulichakata, unaanza kuliprocess, alafu kabla ya
hujagundua, unajistukia umekubali na umeanguka katika hiyo dhambi. Yusufu alipewa pendekezo, alipewa hilo wazo, alipewa hiyo ombi, njoo ulale na mimi. Yusufu akakataa, akasema hapana, hii haiwezekani kabisa, mimi siwezi kulala na wewe. Alilipinga kabisa kwa moyo wake wote, na hakuruhusu kitu chochote kile kiutawale moyo wake. Kama unanielewa sema amen. Kama unanielewa sema amen. Haleluya. Mtu mwingine aliyejaribiwa akashinda ni Yesu. Yesu alijaribiwa mara 3, lakini alishinda. Alijaribiwa baada ya kufunga siku 40. Shetani akamwijia akamwambia, ikiwa wewe ni mwana wa Mungu, basi geuza mawe haya yawe mkate uweze kula. Yesu akasema, imeandikwa, mwanadamu hataishi kwa mkate tu, isipokuwa kwa kila neno linalotoka katika kinywa cha Bwana. Shetani akashindwa. Akaja tena akasema, ikiwa wewe ni mwana wa Mungu, jirushe kutoka kwenye hilo hekalu mpaka chini, maana imeandikwa, malaika atakushika kwa mikono yake wala utajikwaa. Yesu akasema, imeandikwa, usimjaribu Bwana Mungu wako. Shetani akaondoka tena, akarudi mara 3, akamwambia, ikiwa wewe ni mwana wa Mungu, hebu sasa niabudu mimi, ili niweze kukupa ulimwengu huu wote na mali zake. Yesu akasema, toka kwangu Shetani wewe, maana imeandikwa, utamwabudu na kumsujudia Bwana Mungu wako peke yake. Alitumia neno kumshinda Shetani. Haleluya, haleluya, tumpigie Bwana makofi. Haleluya. Alitumia neno kumshinda Shetani. Ninaamini Yusufu alikuwa, Biblia haijaandikwa, lakini naamini ndani mwake kulikuwa na neno. Ukisoma maisha ya Yusufu yana mambo 3. Jambo la kwanza, alikuwa ni mtu mwenye kibali sana mbele za Mungu na mbele za watu, favor with God and with the people. Jambo la pili, alikuwa ni mtu ambaye alikuwa na imani ya kutosha. Jambo la 3, Yusufu alikuwa ni mtu mwenye hofu ya Mungu. Hofu ya Mungu ni ulinzi wetu. Hofu ya Mungu ilimlinda hata kama yuko mbali na baba yake, ilimlinda hata kama yuko mbali na wazazi wake, hata kama alikuwa katika nchi ya ugenini, hofu ya Mungu ilimlinda. Hofu ya Mungu ni ulinzi wetu. Hofu ya Mungu inakulinda wewe na majaribu, inakulinda na usitende dhambi. Kama ni kitu unaweza ukapoteza, ukawa umepoteza hasara kubwa, ni pale unapopoteza hofu ya Mungu katika maisha yako. Unapopoteza hofu ya Mungu, unaweza ukafanya kitu chochote katika maisha yako. Lakini Yusufu alikuwa na hofu ya Mungu. Hofu ya Mungu ikamlinda. Hofu ya Mungu ikamfanya Yusufu akatae kwa ujasiri ile dhambi ambayo ilikuwa inamuwinda. Biblia inasema katika Mwanzo fulani pale kwamba, tazama dhambi iko mlangoni na kuotea, nawe ya kupasa uishinde. Sikiliza watakatifu, tunawindwa na Ibilisi. Biblia inasema adui yenu kama simba ungurumaye, anatafuta, anazunguka huku na huku akimtafuta mtu wa kummeza. Wiki hii nimepata habari ya kunisikitisha sana. Mtu naye muamini, mtu ambaye ni mtu mkubwa, mtu ambaye ni mtu mtegemea katika jamii, mtu ambaye ni mtu mwenye status kubwa katika ulimwengu wa huduma na ulimwengu wa kazi ya Mungu. Wiki iliyopita na wiki hii nimepata habari, hii dhambi ya mke wa Potifa imemwangusha. Kwa sababu, sikiliza, miili yetu ndugu zangu ni ya damu na nyama. Hakuna mtu ambaye yuko immune. Hakuna mtu ambaye ana vizuizi asiangukie katika mtego huo. Na hakuna dhambi inayotafuna watu wa Mungu katika kizazi hiki kama hiyo dhambi. Wapo watu ambao wanaimba lakini wanazini. Wako hata wachungaji wazuri lakini wanazini. Wako hata wengine, na nikwambia, ukiwa katika dhambi hiyo unakosa ujasiri wa kuzungumza nayo yazungumza sasa hivi. Wapo. Hiyo kesi nimewambia imenihuzunisha sana. Imenisikitisha sana. Imetuumiza wengi. Lakini inatukumbusha kwamba sisi ni damu na nyama. Lazima tuweke mazingira stahiki ya kutufanya tuweze kushinda kila aina ya hayo majaribu. Na aina mojawapo ni kuikataa na kuipinga. Katika Yakobo sura 4:5, mpingeni Shetani, mkaribieni Mungu,
naye atawakaribia. Kama Yesu alishinda, kwa nini sisi tusishinde? Kama Yesu alishinda kwa neno, kwa nini sisi tusishinde kwa neno? Mambo matatu yanayoweza kukuwezesha kushinda dhambi hii na dhambi zingine zote, nataka niyaweke hapa mara moja. Jambo la kwanza, jaza moyo wako na neno la Mungu. Jaza moyo wako na neno la Mungu. Majaribu hatuyashindi kwa ujanja wetu. Majaribu hatuyashindi kwa akili zetu na kwa elimu zetu. Mimi nimewaambia kwenye ibada ya asubuhi, inapokuja kwenye elimu ya Biblia, inapokuja kwenye elimu ya utumishi, inapokuja kwenye elimu ya dini, ya mambo ya dini ya kitheolojia, nimepita ngazi zote, nimezimaliza. Lakini inapokuja kwenye neno la Mungu, naingia kama mtu ambaye halijui kabisa. Nanyenyekea, nasoma kwa unyenyekevu, nasoma kwa tahadhari, nasoma kwa hofu ya Mungu. Siku nikikosa kusoma neno, najisikia nimekosa kitu cha muhimu sana. Ni kama siku nikipanda kwenye gari ambayo haina mkanda, seat belt, najisikia vibaya sana. Umewahi kupanda gari ambayo haina seat belt? How do you feel? You feel very unsafe, isn't it? Mara nyingi nikipanda gari ambayo haina mkanda wa abiria, huwa naumia, sina amani katika hiyo gari. Nyie wote wenye magari, hakikisheni magari yenu yana mikanda ya kufunga. Ukinibeba unipe mkanda. Na ukiwa dereva mzuri, kabla hujaondoka hivi, unauliza wote mmefunga mikanda? Hata abiria wa nyuma wauliza wamefunga mikanda? Hata kama ni safari za humu mjini, msichukulie for granted. Mkanda ni kwa usalama wako. Neno la Mungu ni kwa usalama wako. Kama unaamini sema amen. Wengine wanafunga mikanda wakiona trafiki, ndio wanavuta natafuta, ndio anafunga mkanda. Mkanda wa gari ni kwa ajili ya usalama wako. Neno la Mungu ni kwa ajili ya usalama wako. Nilikuwa nasema asubuhi, na mimi nasikitika sana siku za hii miaka ya hivi karibuni, wakati sisi tunakuwa, mojawapo ya sifa, mojawapo ili ubatizwe, ili ufanye nini, ilikuwa ni umekariri maandiko kiasi gani. Maandiko umeyashika. Matendo sura 16 mstari wa 31, imekupasa umwamini. Nafanyaje ili nipate kuokoka? Mwamini Yesu na utaokoka pamoja na nyumba yako. Warumi 10 mstari wa 9, mkimkiri Yesu ya kuwa yeye ni Bwana na kumwamini moyoni mwako ya kuwa Bwana alimfufua katika wafu, utaokoka. Yohana 3:16, kwa maana jinsi Mungu alipenda. Yohana 1:12, kwa maana waliompokea aliwapa uwezo wa kufanyika wana wa Mungu. Katika kitabu cha Matendo 4:12, hakuna jina lingine lipasalo mwanadamu kuokolewa isipokuwa katika jina la Yesu. Katika kile kitabu cha Zaburi 119 mstari wa 9, ni jinsi gani na 10, ni jinsi gani kijana isafishe njia yake isipokuwa kwa kutii na kumfuata. Katika kile kitabu cha Wakolosai 3:16, neno la Kristo likae kwa wingi mioyoni mwenu. Katika Ufunuo Yohana 3:20, tazama nasimama mlangoni na bisha, mtu akifungua mlango nami nitaingia, nami nitafanya makao. Sikiliza, vijana wa siku za leo wamekariri majina ya wachezaji wa mpira yote, lakini neno la Mungu liko kidogo sana ndani ya mioyo yao. Wamekariri wachezaji wa Barcelona, Yamal, wamemkariri na yule sijui nani, wamekariri kijana wa Arsenal, na mwingine jana alifunga goli akiwa na umri mdogo sana kuliko wote. Wamekariri wote, wachezaji wote. Ukija kwenye wachezaji wa Simba, yani anakuorodheshea orodha mpaka wale wachezaji wa akiba. Lakini mwambie Yohana 3:16 inasema nini? Hamna kitu, ni hewa tupu. Na ndio maana wimbi la watu kuanguka dhambini ni kubwa, kwa sababu watu hawana neno. Watu wana mambo mengine tu, hawana neno. Na mimi siwalaumu wala sisemi, nasema hivi, kizazi hiki, hebu turudi kwenye neno la Mungu. Hebu tulishike neno, tulisome neno, tulikariri neno, tuliweke neno mioyoni mwetu. Neno la Kristo likae kwa wingi ndani ya moyo wako. Hebu likariri, lihubiri neno. Muda unaotumia kusoma Instagram, TikTok, Snapchat, sijui nini, kwa nini usitumie kulisoma neno la Mungu? Nakupa challenge. Anza wiki hii, kariri vifungu basic sana vile, ili uweze kuwa imara katika kushindana na majaribu. Njia za kushinda majaribu ni kulishika neno. Neno linakutia nguvu. Neno linakuwezesha kuweza kusimama imara. Wakati niliokoka mimi, nilikuwa kijana mdogo. By the way, niwakumbushe tena, nilianza utumishi kabla sijaoa. Kwa hiyo majaribu yalikuwa mengi.
sio kidogo, mengi. Siku moja mimi nilikuwa nakaa nyumba ya mchungaji hapo, kanisa liko hapa, nyumba ya mchungaji iko hapo, majirani wote wanajua hivyo. Nilikuwa nashuhudia nyumba kwa nyumba, nashuhudia nyumba kwa nyumba. Nikafika nyumba moja, wale wanawake nikawa nawashuhudia, wakaniambia, wewe mchungaji uko sawa sawa kweli? Unafanya kazi kweli kweli? Hebu njoo tukutesti mitambo yako huko ndani. Nikamwambia, hebu kaa mbali huko mshindwe. Nikakimbia nikatoka hapo, hata sikuthubutu kukaa ujinga huo. Sikuanza kusema nafanya sijui, hamna. Sikiliza, yani majaribu yapo. Tunajaribiwa kila siku, lakini neno la Mungu linapokuwa katika mioyo yetu linatuwezesha kushinda. Zungumza ukweli wa Biblia. Bwana Yesu asifiwe. Juzi nilikuwa naangalia mitandao kukuta kuna vitu fulani vinafundisha hivi. Kijana mmoja alikuwa kama anatumia maandiko kumlagai binti. Anamwambia imeandikwa sijui tunda utakula tunda, sijui Ibrahimu sijui alikuwa na wanawake wangapi. Binti akawa anamgeuzia maandiko imeandikwa na nini, siwezi kukumbuka vizuri, lakini mwisho wa siku yule binti alimshinda yule kijana kwenye ile mitandao. Alimshinda kijana, akashindwa, akatokomea huko. Usipokuwa na neno, shetani anatumia neno kulitwist ili kuweza kuangusha watu wa Mungu. Hakuna kitu kinaumiza kama mtu aliyeokoka, kama mtu aliyemwamini Yesu, kama mtu anayenena kwa lugha, kama mtu ambaye ni mtumishi wa Mungu anapojikuta ana give in into these temptations na anajinajis katika maisha yake. When akili zetu zinavyojazwa na neno la Mungu, uongo unakaa pembeni, unakaa kando. Jambo la pili, unapotaka kuishinda dhambi, lazima ujiepushe na mawazo machafu yanayokuwa katika ufahamu wako. Usiape nafasi. Ukianza kuwaza kuhusu dhambi tu, hebu rudi kwenye maandiko. Biblia inasema katika Wafilipi 4:8 inatuambia tuyatafakari yale mambo ambayo ni ya kweli, mambo mazuri, mambo matakatifu na mambo yanayostahili sifa. Wafilipi 4:10-8. Hebu jihadhari na media, jihadhari na mitandao ya kijamii. Mara nyingi unaweza kuwa unasoma Biblia, umeweka data zako oni, unasoma Biblia hivi kakaibuka kakitu pap ambako ni kapicha fulani hivi, kana kuambia, je, ungependa kuendelea, you interested? Ukikagusa kale hivi kana kuondoa kwenye neno, unaenda unatumbukia huko. Na wengi wametumbukia huko. Wanaenda huko, wanaanza kuangalia picha chafu, picha za uovu, picha mbaya, zinaharibu akili yao. Kuna kijana mmoja kule Nairobi alijikuta ameangalia hizo picha usiku kucha. Kesho yake ulikuwa ni mtihani wa form 4. Usiku kucha akatumbukia kwenye hiyo mitandao, akawa anaiangalia. Alikuwa ni kijana mzuri mwenye akili nzuri sana, lakini kesho yake mtihani wa form 4. Alikuwa kabla hajafanya mitihani hiyo, alikuwa ni mtu wa kule wanaita average B, A, B, C, D wanaita kule hivi, kama division 1, division 2. Lakini yule kijana kwa sababu aliingia kwenye hiyo mitandao, alipofanya mtihani ule alikuwa na F, alifeli mtihani ule. Alikuwa na akili nyingi sana, lakini kwa sababu aliingia huko bila kujitahadhari, alijikuta amefeli. Vijana wengi mnafeli kwa sababu mnajiingiza huko. Mzazi wako anakulipia pesa, una boom, alafu unaenda huko unachezea muda wako. Kuna kijana mmoja ambaye yeye alikuwa discontinued kabisa kwa mambo hayo. Kwa hiyo alikuwa discontinued mwaka wa 2 nadhani au mwaka wa 3. Sisi tulikuwa tunajua yeye bado ni mwanafunzi, lakini kumbe alishaachishwa shule siku nyingi, anakaa huko mitaani tu. Walivyo graduate wengine, naye akajifanya amegraduate, akaondoka akaenda huko. Tulikofuatilia tukakuta kumbe aliachishwa shule siku nyingi, wala hana nyuma, hana mbele, na muda wote amepoteza kwa sababu amejiingiza kwenye uchafu usiofaa. Mitandao ya kijamii haina huruma. Inatusaidia kupata pesa, lakini pia inaangamiza wengi. Inasaidia kutuunganisha na marafiki wazuri, lakini pia inasaidia kutuunganisha na marafiki wabaya. Jiepushe na mitandao, jiepushe na jinsi hiyo. Na mimi Bwana amenipa neema hii ya kukukumbusha jambo hili, kwamba vita ya kiroho, vita ya majaribu inaanzia katika akili zetu. Usipozilinda akili zako, shetani anapata nafasi. Na Biblia inasema kwamba shetani ni kama simba ungurumaye, anamtafuta mtu wa kumeza. Ulinde moyo wako kuliko vyote unavyovilinda.
kwa sababu huko ndiko chemchemu za uzima zinapotoka. Waebrania 10:24 mpaka 25 inasema usiache kukutana kama ilivyo kawaida watakatifu, ili kutiana moyo mmoja baada ya mwingine. Cell groups. Kama wewe hauko kwenye seli, jitahidi uingie kwenye seli. Shetani huwa anatafuta mtu aliye peke yake. Isolation. Huwa anatafuta watu walio kwenye isolation. Ukiwa wewe peke yako, shetani ni rahisi kukukamata. Ni kama simba wa porini. Simba wa porini yeye anachofanya, anakimbiza kundi la swara, anakimbiza kundi la nyumbu, anakimbiza kundi lolote la wanyama. Yule mnyama anayejitoa kwenye kundi, huyo ndio simba anayetembea naye. Anamkimbiza mpaka atakapomkuta huko aliko, anamkamata, anamuua. Unapokuwa peke yako, haushiriki shughuli za kanisa, haushiriki kwenye cell groups, haushiriki maombi ya Ijumaa. Wewe ni Jumapili mpaka Jumapili nyingine, alafu unakaa bila kuungamanika na watumishi wa Mungu na watakatifu wengine. Unampa shetani milango ya kukuingiza katika majaribu. Waebrania 10:24. Usiache kukutanika kama ilivyo kawaida. Lazima kuwe na accountability. Mkristo asiyekuwa accountable yuko vulnerable kwa adui. Mimi ni mchungaji wenu, lakini nikisafiri na waaga wazee, nasema jamani, sitakuwepo iba hivi, na wengine tunaagana hapa. Kuna wengine ambao yani haujui yuko wapi, hujui anafanya nini huko. Mwisho wa siku ibilisi anamkamata huko, anamfanya anavyotaka, alafu anamgeuza, anamfanya kama anamwangusha. Usikae peke yako, mtu wa Mungu. Shetani anatafuta watu walio peke yao. Jiungamanishe na watu wa Mungu, jiungamanishe na maombi. Kama unabarikiwa sema amen. Haleluya. Kama unabarikiwa sema amen. Nataka nikujenge uwezo, nataka Mungu akujenge uwezo, uwe mtu imara, uwe mtu mwenye nguvu, uwe mtu mwenye maadili, uwe mtu ambaye huyumbishwi. Dunia imejaa maigizo. Dunia imejaa mazingaombwe. Mazingaombwe ni mengi ya kupakapaka watu mafuta kwa mgongo wa chupa na kuwafanya kama wako vizuri, lakini kumbe ndani wameoza. Watu wameoza. Wengine wanavaa vizuri lakini wameoza. Wengine wana huduma unaziona kwa nje lakini wameoza. Wengine wanaona kabisa ni manini lakini ndani kumeoza, kwa sababu kuna vitu vya msingi ambavyo hawavishughulikii. Na mimi wakati nilikuwa najianasema, Mungu, mbona somo hili kama sio somo fulani linalofanya watu warukeruke na nini? Akasema hapo ndio mahali pa kupona, sio? Bwana asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Neno la Mungu. Jambo la pili ambalo tunajifunza, Yusufu alikataa. He refused. Yusufu alikataa mwaliko wa kutenda dhambi. Yusufu hakukubaliana. Mke wa Potifa aliongea naye tena na tena, alimshawishi tena na tena. Yusufu akasema hapana. Katika mstari wa 9 na 10, hakuna mtu katika nyumba hii. Yusufu akasema hakuna mtu katika nyumba hii. Sikiliza mstari wa 8, tuanzie mstari wa 7. Ikawa baada ya mambo haya, mke wa bwana wake akatamani Yusufu, akamwambia lala nami. Lakini akatamani Yusufu, akamtamani. Roho ya kutamani, roho ya zinaa, macho ya kiburi, macho yanayotangatanga. Katika ile Mithali sura ya 5, mwandishi anasema, mwanangu nakusihi, mwenye dhambi atakapokushawishi usikubali, maana atakwambia njoo nyumbani kwangu leo, kuna amani, hakuna mume wangu hayupo, nimetandika vitanda vizuri, manukato yametoka wapi, hebu njoo, na huu ni mwezi wa nini sijui, na kadhalika. Mwandishi anasema ni Sulemani, mwanangu usikubali kufata, maana huyo kule unakoenda kule ni kama kaburini, unaenda kama kaburini. Mwanangu usikubali. Wanangu nawaambia, wanangu wa kiroho, msikubali ushawishi wa adui, ushawishi wa mtu yeyote, awe rafiki yako, awe mpenzi wako, awe boyfriend wako. Na mambo ya boyfriend ya mambo kama ya kizunguzungu hivi, boyfriend na kadhalika.
Mnaanza na boyfriend girlfriend. Hasa mnashindwa kuanisha, mnashindwa huu boyfriend unatupeleka wapi? Huu girlfriend unatupeleka wapi? Mwisho wake ni wapi? Mbona kama mwisho wake sioni mwelekeo? Huyu mtu akikwambia dada na nini na hivyo na kadhalika, mwambie destiny yetu ni nini? Tunaelekea wapi? Kama unaona hakuna mwelekeo, chomoka au toka katika mahusiano hayo. Toka kwenye mahusiano na kupotezea muda. Jamani, mbona hata msemi amen, mnitie moyo. Nitieni moyo basi. Haleluya. Haleluya. Toka kwenye mahusiano yanayokupotezea muda. You are so valuable. You are so valuable. You not mtu asikupotezee muda wako, ni mtu wa thamani sana. Usio kama mtu anayesimamishwa gari tu inasimama gari. Huwezi ukasimamishwa ovyo ovyo. Wewe ni mtu wa thamani. Usisimamishwe tu kama gari bovu fulani hivi dala fulani, hapana. Wewe ni first class. Sema mimi ni first class. Yes, wewe ni first class. Usisimamishwe ovyo ovyo. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo Yusufu akakataa. Kuna mambo matatu au manne yaliyomfanya Yusufu akatae proposal ya mwanamke huyu. Jambo la kwanza, Yusufu alikuwa mwaminifu kwa bwana wake. Yusufu alikuwa mwaminifu kwa bwana wake, loyalty to his Lord, to his master. Loyalty to trust. Bwana wangu ameniamini, katika mstari wa 9. Hakuna mtu mkuu katika nyumba hii kuliko mimi, wala hakunizuia kitu chochote ila wewe, kwa kuwa wewe u mke wake. Yusufu alikuwa na uaminifu kwa bwana wake. Sisi hatupasa tuwe waaminifu kwa Bwana na Mwokozi wetu Yesu Kristo aliyetuokoa. Tuwe waaminifu. Unapoaminiwa, aminika. Yusufu alikuwa mwaminifu. Alijua maadili yangu, integrity yangu ni ya muhimu kuliko hii anasa ya muda mfupi. Katika Wakolosai 3:23 sema chochote unachofanya kifanye kutoka ndani ya moyo wako. Yusufu alifanya mambo yale yote kutoka ndani ya moyo wake. Alijua kwamba mimi nimeajiriwa na huyu bwana, nikifanya hivi nitakuwa namkosea. Hakutaka kutumia madaraka yake vibaya. Hakutaka kutumia uaminifu wake vibaya. Sikiliza wewe mtu wa Mungu, uwe mwaminifu, uwe loyal to the trust. Unapoaminiwa. Rafiki yangu mmoja wa huko Canada aliwahi kuniambia kuna mtu fulani nimesikia amefanya hiki kitu na hiki na hiki na hiki. Nikajua huyo nilitegemea tu angefanya hivi. Lakini ningeambiwa kwamba ni wewe Kesanta, nisingeamini kwa jinsi ninavyokujua. Kwa sababu ameweka imani, trust. Amenitrust. Imani ni mtaji. Trust is capital, social capital. Usiharibu imani ambayo mtu ameweka kwako. Kama umeaminiwa na serikali, kama umeaminiwa na bosi wako, kama umeaminiwa na kampuni yako, tunza hiyo imani. Wengine wanaaminiwa na kampuni, alafu wanaanza kufanya vitendo fulani ambavyo sio vya kiaminifu. Wengine wanaaminiwa na serikali, wanapewa mamlaka. Kama wale wengine wanaanza wakichukua magari ya serikali, wanaenda kutoa mafuta huko porini. Wapo wanaotoa mafuta ya gari ya serikali, kweli si kweli? Wapo. Wanaenda kutoa spare za gari ya serikali. Wanaenda kutoa mafuta. Mimi baba yangu alikuwa anaendesha magari ya halmashauri miaka hiyo. Nilikuwa namuona akija nyumbani, anachukua mrija na galoni, anaweka pale, anavuta, anaweka mafuta, anachukua galoni kila siku anaweka hapa, alafu anakuja nauza. Kwa sababu serikali imekuamini, wewe huaminiki. Kanisa limekuamini, limekupa nafasi ya kutumika, ya kupasa uwe loyo katika hiyo nafasi uliyopewa. Watu wa Mungu, leo mbona mseme amina? Semeni basi amina nyingine. Mwe mnapikako na makofi, hata ukiamua kusimama ujitikise hivi, unasimama tu. Bwana asifiwe sana. Uwe mwaminifu, usitumie mamlaka vibaya, usitumie trust vibaya. Yusufu hakutumia mamlaka, akasema Bwana wangu ameniamini. Yesu ametuamini sana, kutuokoa na kutufanya jinsi tulivyo, kutusafisha. Hivi unaniona jinsi nilivyo hapa? Ningekuwa sijaokoka ningekuwa wapi? Na uniona nilivyo, lakini yani hapa hivi ni kwa sababu ya damu ya Yesu. Hapa ni kwa sababu ya Mungu ameniokoa. Lakini singekuwa Mungu, nisingekuwa Bwana ameniamini kiwango hiki na kunipa neema ya utumishi huu, ningekuwa nimeshakongoroka mahali fulani huko. Ni kwa sababu ya imani hiyo najizuia. Na jambo la tatu ni kuweka mipaka. Yusufu alijua mipaka yake. Ile mipaka inanizuia. Huyu ni mke wa mtu, naweza kwenda mpaka hapa, siwezi kuvuka mpaka pale.
Kuna wengine wanahusiana na wake wa watu bila hata mipaka. Bila hata mipaka. Weka mipaka. Mke wa mtu, weka mipaka. Unaweza ukaenda mpaka hapa, lakini mpaka hapa siwezi kwenda. Mme wa mtu, weka mipaka. Don't be free as you think. Haya mambo yanatokea, watu wa Mungu. Kama unanielewa sema amen. Kama unanielewa sema amen. We kijana ambaye hujaolewa, weka mipaka na kijana ambaye hajaolewa. Msitembeleane huko, nimemtembelea mpendwa kwenda kufanya mazoezi. Unajua tuna praise Jumapili, unaenda kule mko wawili tu, yeye ni mwanaume, eti anapiga keyboard pale na wewe unaimba pale. Wewe, hebu fanya namna hii. Wewe. Eti pastor, unajua tulikuwa tumeenda kuomba. Tulikuwa tumeenda kufunga. Mtumishi alikuwa ananiombea. Mtumishi anakuombea peke yako wewe na yeye. Wewe. Mambo ya kutembeleana opposite sex wewe pekenu. No. Nimekataa. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Weka mipaka, subiri mpaka tukuimbie unameremeta hapa kanisani. Tunataka tukuimbie anameremeta. Haleluya. Hatutaki tukuimbie unameremeta wakati umekwisha jichafua. Hapana. Tunataka tukuimbie unameremeta wakati wewe ni msafi, umetakasika, umetakaswa ukatakasika, umeoshwa ukaosheka, umeokolewa ukaokoka. Kama unakubali sema amen. Haleluya. Kama unasema sema amen. Haleluya. Weka mipaka katika mahusiano. Weka mipaka katika mahusiano. Kuna maeneo kijana anaweza kukushika, kuna maeneo kijana anaweza kukushika. Usijirahisishe kiasi hicho. Kuna maeneo mwanamume anaweza kukushika, kuna maeneo mwanamume haruhusiwi kukushika kwanza. Hebu weka mipaka. Tuweke mipaka kulinda integrity zetu. Tuweke mipaka kulinda utakatifu wetu. Tuweke mipaka. Hebu tuende Wakolosai 3, Thesalonike wa kwanza 3 mstari 4 mstari wa 3. Wathesalonike wa kwanza 4 mstari wa 3. Hebu tusome hapo. Muda wetu umekimbia. Nazungumzia kuhusu mipaka. Yusufu aliweka mipaka. Akasema inapokuja kuajiri naweza nikaajiri. Inapokuja kufukuza wafanyakazi naweza kufukuza. Inapokuja kusimamia mali naweza kusimamia. Kwenda bank account naweza kwenda. Lakini mke wako, huyu mwanamke, this is the end of the boundary. I cannot go beyond that. Akasema hapana, wewe hapana, kwako hapana, siwezi. Maana haya ndiyo mapenzi ya Mungu, kutakaswa kwenu, muepukane na uasherati. Uasherati ni pale mtu ambaye hajaoa na ambaye hajaolewa wanafanya tendo la zinaa. Huo ndio uasherati. Na uzinzi ni pale mtu aliyeolewa na ambaye ameoa wanafanya tendo. Huo ni uzinzi. Tofauti kati ya uasherati na uzinzi ndio huo. Anasema huyu ni Paulo anaambiwa Thesalonike kwamba kila mmoja wenu ajue kuweza mwili wake, kucontrol mwili wake. Mwili huu una mahomoni yanayochochea matamanio. Na haya yakikaa muda mrefu yanakulazimisha kufanya mambo yaliyo kinyume na mapenzi ya Mungu. Kwa hiyo anasema kuweza maana yake ni control. Uweze kucontrol mwili wako. Tafuta neno la Kiswahili. Wake katika utakatifu na heshima. Utakatifu na heshima. Mtu mwenye heshima anavaa kwa heshima pia. Uweze ukavaa vitu transparent. Vitu vina attract macho ya wanaume. Vitu vina attract macho ya wanawake. Uweze unavaa kwa heshima. Hivyo ndivyo Paulo amefundisha. Amesema wanawake waliojipamba wa zamani walijipamba sio kwa nje, lakini walijipamba kwa ndani, kwa heshima na utakatifu. Si katika hali ya tamaa mbaya. Jamani, hii ni Biblia au sio Biblia? Hii ni Biblia. Sio katika hali ya tamaa mbaya kama mataifa wasiomjua Mungu. Ina maana uliyemjua Mungu umebadilika. Uliyemjua Mungu natakiwa uonyeshe mfano namna ya kuenenda. Wasiomjua Mungu, malizia kinachofuata, anasema mtu asimpunje ndugu yake na kadhalika. Utaendelea kusoma ukiwa peke yako mwenyewe. Mipaka, nazungumzia kuhusu mipaka. Mungu ameweka mipaka ili tuweze kuwa salama na sio kutuumiza sisi. Watu wa Mungu, Bwana asifiwe.
Yusufu anatufundisha kuishi katika mipaka yetu. Yusufu anatufundisha kuishi ndani ya mipaka yetu. Hatuko huru kiasi hicho. Hebu Bwana akusaidie uweze kuiheshimu mipaka ambayo imewekwa katika neno la Mungu. Katika Timotheo wa pili, sura ya 2, mstari wa 22 inasema, zikimbie tamaa za ujanani. Zikimbie tamaa za ujanani. Timotheo wa 2:2 mstari wa 22. Tamaa za ujanani hazijali umeokoka hujaokoka. Ukiokoka unatakiwa kuzitiisha tamaa za ujanani, na upendo wako kwa Mungu uweze kuonekana zaidi. Kabla hujafanya jambo lolote, jiulize, je, jambo hili linampendeza Mungu? Jambo hili linamheshimisha Mungu? Au jambo hili linamletea Mungu dhihaka na dharau? Jambo la tatu Yusufu alifanya, ikimbie dhambi. Alikimbia kutoka katika chanzo cha majaribu. He ran away from the source of temptation. Yusufu alikimbia majaribu. Hakushawishika, hakusema unajua unajua kuna namna fulani ambavyo mtu unakuwa unajiingiza mwenyewe kwenye majaribu. Yaani unajikuta unakuwa kama unakataa hivi, lakini kumbe unakubali. Sitaki mdomoni, sitaki, lakini moyoni nataka. You understand? Sitaki, niache, sitaki. Kumbe ndani ya moyo wewe mwenyewe unafanya nini? Unataka. Watu wanasema mchungaji wetu leo amekuaje? Ndio hivyo. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Ukiona mazingira sio rafiki, kimbia. Ni afadhali upoteze koti, ni afadhali uache simu lakini uokoe roho yako. Ni afadhali uache iPhone huko lakini uokoe roho yako. Ni afadhali uache viatu huko lakini uokoe roho yako. Ni afadhali uache miwani huko lakini uokoe roho yako. Ni afadhali uache koti lakini uokoe roho yako. Roho yako ni ya muhimu kuliko vitu ulivyo navyo. Yusufu akakimbia, akaacha koti kule kwenye nyumba ya mwanamke. Wakati mwingine hekima ni pamoja na kujitenga na marafiki wabaya. Hekima ni kujitenga na mazingira mabaya. Hekima ni kujitenga na mipango mibaya. Hekima ni kujitenga na mikakati mibaya. Unapojua mkakati huu unanipeleka dhambini, hebu jitenge na. Separation is another way of saving your soul. Kujitenga na watu wabaya ni njia mojawapo ya kuokoa roho yako. Jitenge. Biblia inasemaje namalizia katika ile, nafikiri ni Wakorintho wa kwanza 6. Hebu tusome Wakorintho wa kwanza 6:14. Tusome Wakorintho wa kwanza 6:14. Tumalizie hapo hivi. Wakorintho wa kwanza 6:14. Biblia inasemaje? Wakorintho wa kwanza 6:14. What is it saying? Hebu weka wa pili, nafikiri ni wa pili, sio wa kwanza. I must have misquoted it. Wakorintho wa pili 6:14. Tumalize na hicho kifungu tuende mbele za Bwana. Msifungiwe nira pamoja na wasioamini kwa jinsi isivyo sawasawa, kwa maana pana urafiki gani kati ya haki na uasi? Tena pana shirika gani kati ya nuru na giza? Hebu turudi kule juu, turudi juu kabisa. 13, 12, 12. Twende 15. 15. Tena pana ulinganifu gani kati ya Kristo na Beliali? Au yeye aamini ana sehemu gani pamoja na yeye asiamini? Twende. Tena pana mapatano gani kati ya hekalu la Mungu na sanamu? Kwa maana sisi ni hekalu la Mungu aliye hai. Kama Mungu alivyosema, na ya kwamba nitakaa ndani yao na kati yao nitatembea, nami nitakuwa Mungu wao, nao watakuwa watu wangu. 17. Kwa hiyo basi tokeni kati yao. I was looking for that word. Tokeni kati yao. Yaani Mkristo kabisa umeokoka, unaenda kwenye baa. Najua pastor, mimi nakunywa maji tu hapa. Mimi nakunywa tu soda hapa. My friend,
utakuja kujikuta uko nyumbani una hangover za siku nzima, unaamka asubuhi ujui hivi nilikuwa wapi. Unaelewa vizuri? Tokeni kati yao. Kaa kule kwa nani? Kwa akili na kwa kujiamini, kwa kujua kwamba kwa hekima. Ndio maana mimi nasema hata harusi za vijana mliookoka, nakuja kwenye harusi yako nakuta mabia manini yamekaa hapo, nasema hapa kuna shida. Kwa nini ulete mabia, ulete mapombe kwenye harusi ya masigara, manini? Huo ni uchafu. Haufai kwa harusi ya mtu aliyeokoka. Vijana ambao mnanielewa vizuri, mweke misimamo. Harusi yangu sawa, mmenichangia, lakini harusi yangu nataka imheshimu Mungu. Nataka Mungu aonekane katika harusi yangu. Nataka Mungu. Na ndio maana tunasema hata sisi tuliokoka, ukiwa umeokoka, duka lako kama lina bia, lina manini, hebu jitathmini mara mbili. Maana kuna wengine wameokoka lakini bado wanauza baa, wanauza bia, wanauza nini. Hapana, sio Pentekoste. Huo sio Upentekoste. Upentekoste unasema tokeni kati ya watu wa Mungu. Mnitie moyo basi, mseme amina. Amina. Amen. Tokeni kati yao. Anasema mkatengwe nao, asema Bwana wa majeshi. Sio kesanta. Msiguse kitu kilicho kichafu, nami nitawakaribisha. Mahali ambapo kuna unajisi, Mungu hayupo. Mahali ambapo kuna uzinzi, Mungu hayupo. Mahali ambapo kuna zinaa, Mungu hayupo. Mahali ambapo kuna usengenyaji, Mungu hayupo. Mahali ambapo kuna uchafu, Mungu hayupo. Mahali ambapo kuna kutoa mimba, Mungu hayupo. Mahali ambapo kuna kuingiliana kinyume cha maumbile, Mungu hayupo. Mungu yupo mahali patakatifu. Mungu ni mtakatifu, kwa hiyo anakaa mahali patakatifu. Kama tunaamini wote tuseme amina kubwa. Haleluya. Bwana, msiguse kitu kilicho kichafu, nami nitawakaribisha. Tumalizie mstari 18. Nitakuwa baba kwenu, nanyi mtakuwa kwangu wanangu wa kiume na wa kike, asema Bwana Mwenyezi. Mwisho 19. Ama upo? Nasemaje? 19. Ndio mwisho Jitenge na mazingira hatarishi. Jitenge na mazingira hatarishi. Katika Galatia 5 nasema tembea katika roho. Hapo ndipo utakaposhinda tamaa za mwili. Walk by the Spirit, you will not gratify the desires of your flesh. Tembea katika roho. Maombi kila siku, omba kila siku. Tafakari neno la Mungu. Hudhuria ibada za kuabudu. Mtegemee Roho Mtakatifu. Kushinda majaribu hakutegemei njia moja, ni njia mbili. Kunategemea nafasi wewe, kama wewe una nafasi yako, lakini Mungu ana nafasi yake ya kukusaidia. Jambo lingine ambalo Yusufu alikuwa nalo, alikuwa na imani kwamba Mungu atamuokoa. Hata kama Mungu hatamuokoa, bado alikuwa hajawa tayari kujiachilia kwa huyu mwanamke kahaba. Huyu mwanamke alikuwa ni jaribu la Yusufu. Jaribu lako ni nini? Hebu jitafakari, jaribu lako ni nini? Lakini Mungu anakupenda. Biblia inasema haujaokolewa kwa vitu vya kuharibika kama dhahabu, shaba, almasi na fedha, lakini umeokolewa kwa damu ya thamani. Yesu amekuokoa kwa damu ya thamani ili uishi maisha matakatifu. Katika Petro wa kwanza 2 mstari wa 9 sema ninyi ni uzao mtakatifu, ni uzao wa kifalme. Bwana ni hekalu la Mungu, anakaa katikati yetu. Hebu mwambie Bwana, nisaidie kuishinda dhambi iliyonilemea. Mwambie Bwana, nisaidie kuyaishi maisha matakatifu. Mwambie Bwana, katika wiki hii niwe kama Yusufu, nisitafakari dhambi, nisitafakari jambo lolote linalonitoa katika uwepo wako. Mwambie Bwana, umenipa neema ya kuwa na watu wazuri, kuwa katika kanisa linalofundisha, kuwa katika cell group, kuwa kwenye vikundi mbali. Mungu, nisaidie nisimame imara, sitaki nianguke. Mwambie Bwana kushindie katika udhaifu wa mwili tulio nao kama binadamu. Mungu yupo ili kukutia nguvu na kukuimarisha, ukatoke kama mshindi, tena zaidi ya kushinda, kwa sababu sisi ni washindi zaidi ya kushinda. Hebu tuseme mimi ni mshindi zaidi ya kushinda. 1, 2, 3. Mimi ni mshindi zaidi ya kushinda. Na kuombea Mungu akupe kushinda, na kuombea Mungu akupe utakatifu, na kuombea Mungu akupe maamuzi sahihi ya kufanya katika wiki hii na katika siku zijazo, katika jina la Yesu Kristo.